أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Ndugu zangu na baba na kina mama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetujalia fursa hii tukaweza kukutana katika mchana huu katika siku ya Jumamosi, siku ambayo ni ya mapumziko kwa wengi, lakini mmeacha shughuli zenu kuja kwa ajili ya kupata faida katika mambo yanayohusiana na ilmu, na ambayo tumesisitizwa tutafute elimu kama alivyosema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Talabul ilmi faridha, kutafuta elimu ni faradh ala kulli muslimin wa muslima, kwa kila muislamu mwanamke na kila muislamu mwanamume. Sasa faradhi hii inatakiwa iwe ni yenye kuendelea, wala isisimame, kama alivyosema yeye tena mtukufu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba utulubul ilma min almahdi ila lahad, tafuteni elimu tangu mkiwa mko katika mbereko, watoto wadogo wachanga, mpaka mtakapoingia katika mwanandani, yani hakuna kusimama kutafuta ilmu. Na hili la kutafuta elimu ndilo ambalo lilofanya Uislamu, dini yetu tukufu, ikawa ni dini ya zama zote. Ikiwa zama tunazoishi sasa hivi ni za science na technology, tunakuta Uislamu sio mshamba, yani kusema kwamba hatujui mambo haya, bali Uislamu ni dini ya zama zote. Kwa hiyo ni kutokana na kutafuta elimu ndo tukawa sisi tuko hai kimaana, tukawa tuko hai kinadharia, tukawa tuko hai kivitendo, na ni swala ambalo linatakiwa likatiliwe mkazo sana. Sasa katika zama hizi za science na teknolojia tunaona wamejitokeza watu wengi sana katika kuchangia michango yao ya kiilmu. Utaona kila siku haipiti sisi bila kusoma japo message moja ya WhatsApp, message moja ya YouTube, message moja katika zana au hizi taaluma zinazotumika sasa hivi, kuna message zinakuja, lakini ngapi katika hizo ni message hasa za kielimu kama Uislamu ulivyotupigia mfano kutafuta elimu au uliotusisitizia? Utaona sasa hivi kila mtu amekuwa ni alim. Kila yule ambaye anajua kutuma message basi amekuwa ni alim, anatuma message. Sasa kuna hatari, kwa sababu katika zama hizi panatumwa yaliokuwa mazuri na yale ambayo sio mazuri, ya kweli na sio kwa ya kweli, bid'a na sunna zote zimechanganywa. Sasa katika zama hizi ndo tunatakiwa tujizatiti kielimu, tuwe ni watu wenye kusimama na kutafuta elimu kwa mapana na marefu, tusichoke. Kwa sababu hasa wazazi, ikiwa wazazi leo hii hatutakuwa katika mstari wa mbele katika masuala ya kiilmu, watoto wetu wanajua hizi zana za kileo, wana simu, wanapokea messages non stop. Sasa yoyote atakayoiona yeye kishakuwa kuna qala Allahu qala Rasul, ataichukulia ni message ya kweli. Sasa hebu fikiria ikiwa ndani yake kuna mambo ya kiakida, mambo ya kiitikadi yaloharibiwa, mtoto yule atakuwa ni mwenye kuharibiwa vile vile. Na ndio utaona sisi katika wafuata Ahlul Bait alayhimus salam, maimamu wetu hasa Imam Jafar as-Sadiq alayhi salam amesisitiza sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Imamu amesisitiza na anasema, tazameni wapi mnatafuta ilmu, kwa nani mnachukua elimu. Asa leo tazama WhatsApp messages tunazozipata, hata tuna verify imetoka kwa nani. Sheiona wewe unasoma tu na wewe unampasia mwenzako. Sasa kuna hatari ikiwa kama hatujui masadir, marejeo, sources za knowledge ile kama ni sawa sawa, kuna hatari ya kupotea au kuwapoteza
watoto wetu. Sasa kutafuta ilmu imekuwa ni muhimu sana, ndio sababu ikawa jumuiya ya Bilal Education wakaamua mihadhara hii ifanyike takriban kila mwezi, pawe pana muhadhara mmoja mkubwa kwa ajili ya kuelezana masuala haya ya kiilmu ambayo ni muhimu, na tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie hatua hii, harakati hii ifanikiwe insha Allah, na izae matunda, iwafae watu wengi hapa katika mji wetu wa London, katika nchi ya Uingereza, na hali kadhalika katika nchi nyingine mbalimbali, katika sehemu wanapozungumza watu lugha ya Kiswahili insha Allah. Na tumefanya mihadhara hii iwe katika lugha ya Kiswahili kwa sababu ya kuwafanya wazungumzaji wa Kiswahili waelewe kwa wepesi, na iwe si tatizo kufungua makamusi, dictionary kutafuta maneno yanayotumika ya Kizungu au ya Kiarabu, bali iwe ni rahisi kuweza kulifikia hilo insha Allah. Sasa kwa kuwa muhadhara wetu huu leo ni wa kwanza, katika kutafuta feedback ya nini tuzungumze, topic iliyopendekezwa ni topic inayohusiana na aqaid au itikadi au mambo yanayoitwa ya theolojia, mambo ambayo yanofungamana na imani juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utakuta swala hili la imani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni swala ambalo leo hii ma'al asaf, ingawaje sisi tunasoma Qur'ani, lakini utaona halizingatiwi sana. Kwa hiyo ikapendekezwa tulitazame swala hili liwe ni swala letu la kwanza. Kwa hiyo leo maudhui yetu kubwa itazungumza juu ya tauhid, neno rahisi, lakini tutakuja kulifahamisha neno hili kwa mapana na marefu. Sasa ili tukianza katika mlango wa tauhid, tunajua kwamba ni kawaida ya binadamu yoyote yule, ni kawaida ya kila binadamu kutaka kujua mambo yaliyo mbali na hii dunia tunayoishi. Huwa tuna ile hisia ya kudadisi, hisia ya kutaka kujua nini kinachokuja baada ya hapa. Katika lugha ya Kiingereza wanaita beyond this world. Mara nyingi tuna ile hisia ya kutaka kujua baada ya sisi kutoka hapa duniani, nini kitakachokuja baada ya huko tunapokwenda. Kaburini kutakuwaje? Tukifa kutakuwa nini? Je, itakuwa ndio mwisho au ndo tunaanza? Sasa hii ni kawaida ya binadamu wote. Tazama tu tunapokuwa tunataka kusafiri mathalan. Wewe kama unaenda katika nchi ambayo huijui, mara nyingi unataka kujua kuna visa huko ama hakuna visa. Kama iko visa ni bure ama nitalipa pesa. Haya, kama vile nitalipa pesa na huko hali ya hewa itakuwaje? Unajitayarisha nguo zako ziambatane na hali ya hewa utakayokwenda kule. Hili jambo la kawaida kwa sababu tuna hiyo hisia ya kutaka kudadisi mambo. Sasa katika hili la kutaka kujua sisi ya hayo mambo yanayokuja katika mustakbal, udadisi huu ni vizuri ukakuzwa, na udadisi huu ni vizuri ukapongezwa ili ufikie kwenye ilmu. Tukiupongeza udadisi wetu huu, tutafikia kwenye masala ya kiilmu, na tukiukataza basi pale tukauviza tukawa tunazuia tusidadisi, basi tutafubaa na hatuwezi kukua, hatuwezi kuwa na ile growth ya kielimu. Sasa udadisi huu ukiwachwa ukapuuzwa, humpelekea mtu kwenye mambo mawili. Jambo la kwanza linaitwa auham Kiarabu, na la pili linaitwa khurafat. Auhamu ni dhana, watu wakawa wanaishi katika dhana tu bila ya kuwa na zile yakini, na khurafat ni ngano, mambo ambayo masimulizi yasiokuwa makweli, paukwa pakawa, hadithi njoo. Sasa hizi khurafat ma'al asaf, kwa masikitiko, leo watu wengi wanazichukua kama ndo masala ya kiilmu, na inatakiwa tukiwa ni wenye kudadisi, lazima tudadisi katika mwelekeo wa sisi kupata masuala ya kiushahidi juu ya yale tunayozungumza. Sasa hili la khurafat ndo linaitwa myth katika lugha ya Kiingereza, na myth ndo zinazotawala leo katika jamii nyingi za watu. Utaona maisha ya watu wanaoishi leo hii hayana dalili, hayana evidences ya mambo mengi wanayofanyia. Ukiuliza watu wanasema, au nimeona fulani wakifanya, basi na mimi ninafanya namna hiyo.
Uislamu unatukataza swala hili, unatutaka tuwe ni watu wenye kupigania katika masuala ya dalili. Sasa ni vizuri malezi yetu na ya watoto wetu yakajengwa katika kutafuta na kushikamana na dalili zenye nguvu na hoja za wazi ambazo Qur'ani tukufu na hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad zikawa zinatuelekeza au zinatuongoza katika beyond this world. Hili ni muhimu sana. Na udadisi mkubwa katika aina mbalimbali ya udadisi tuliokuwa nayo ni kujua yale yanayoambatana na Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ndio ikawa habari inayofungamana na tauhid. Na ili tuifate tauhidi ya sawasawa, mtume wetu amesisitiza sana masuala haya ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul Bait alayhimus salam wamesisitiza mambo haya vizuri sana. Pia wanachuoni wakubwa wamesisitiza masuala haya, kama ambavyo tutakuja kuona katika sera za maulama mbalimbali wanaofungamana na madhhabi ya Ahlul Bait, namna gani walivyolisisitiza swala hili. Sasa ili tuwe na mwelekeo wa sawasawa, lazima turudi katika Qur'ani, turudi katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mafundisho ya Ahlul Bait wake, namna gani ya kuyajua yale yanayoambatana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo katika muhadhara huu nataka nizungumze mambo makubwa mawili. La kwanza, dalili za kuwepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na la pili lile linalofungamana na tauhidi yenyewe na aina za tauhidi. Haya ni vizuri kuzungumzwa ili yapate kutupa mwelekeo wa sawasawa katika haya tunayokusudia kuyazungumza pale inshallah. Sasa utangulizi wa yote, kama tulivyosema, haya ya kuyajua yanayokuja beyond this world ni lazima yakafungamana na umuhimu wa kuifuata dini. Hapa kuna swali muhimu. Kwa nini sisi tuwe ni watu tunaofuata dini? Kuna ulazima gani wa sisi kuwa ni watu wenye dini? Kuna ulazima gani wa sisi kuitwa watu wenye kushikamana na dini fulani? Na hapa tukizungumza dini, tunazungumza dini ya Kiislamu. Kwa nini dini? Why religion? Utaona mara nyingine sisi katika mazungumzo yetu watu wanaweza kusema I'm not a religious person. Na sisi tukaichukulia ile statement, it's okay, I'm not a religious person. Lakini kuna hatari ndani yake ikiwa tutaiachia ile ikaonekana haina uzito. I need to be a religious person. Kwa nini? Kwa sababu kuna umuhimu wa mimi kufungamana na dini. Na kufungamana na dini kutaniweka katika mwelekeo wa kuyajua mambo mengi kisawasawa na kuondoa hizi myth au khurafat. Kwa nini? Tutataja sababu tatu muhimu za kwa nini sisi tufungamane na dini. Kwa sababu tunaishi katika nchi kama Uingereza, leo dini iliyokuwa inatawala hapa imekufa au inakufa, iko katika sakratil maut. Dini yenyewe ni Ukristo. Makanisa chungu mzima yanauzwa hapa kila siku. Mpaka hivi karibuni, miaka karibuni, Prince Charles akaingilia kati kusimamia makanisa, baadhi ya makanisa yasiuzwe. Kwa sababu gani? Ukristo utapotea. Lakini ukienda katika makanisa siku za Jumapili hapa Uingereza, sio kama ilivyokuwa hali kule nyumbani. Nyumbani kuna watu nguo zao fulani hazivaliwi mpaka Jumapili kwa Jumapili. Tutambe nguo ya kanisa. Kwa nini? Anaheshimu swala lile. Na siku Jumapili ni siku muhimu kwake. Lakini hapa Uingereza haijulikani siku hiyo. Imekuwa yani leo, kwa mfano hivi juzi nilikuwa Marekani, jamaa mmoja anasema walialikwa siku ya Jumapili kwenda kusaidia kuchangisha pesa za kulipia umeme katika kanisa moja ambalo waumini hawendi. Bili umeme ndaka kukata. Kwa nini? Hakuna watu. Zamani ilikuwa sio hivyo. Kwa hiyo kama inavyotokea hapa, inahamia na baadhi ya sehemu za Marekani. Baadhi ya sehemu nyingine bado Ukristo una nguvu. Sasa kuwa sisi tunafuata dini ya Kiislamu ni dini yenye mwelekeo sawasawa, sababu zake ni tatu muhimu. Ya kwanza, dini inajenga fikra na aqaid sahihi.
Dini mimi nikiifuata inanijengea fikra zangu ziwe sahihi, akida yangu, my theology, my beliefs itakuwa sawa sawa kwa kufuata kwangu dini. Taonyesha mfano mmoja. Leo cremation, mtu akifa anachomwa, majivu yanaenda kutupwa baharini, ndio new kama vile make idea ambayo inapendwa na watu, ndio sunna. Tutumie neno sunna katika quote. Sunna wasiokuwa Waislamu ni kwamba mtu akifa mchomeni, alafu majivu kayatupeni kwenye bahari, kwenye mto, mahali popote. Hii idea hii sasa hivi inawaafekti mpaka baadhi ya Waislamu wasioshika dini. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na mambo haya. Marekani leo hii wanasema kumzika mtu ni ghali. Kumzika mtu ni ghali, kumchoma ni rahisi. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Leo cremation imekuwa kama nilivyosema ni sunna. Sunna. Jamaa walipoulizwa Marekani, kwa nini nyinyi mnafuatilia fikra hii ya kumcremate mtu? Wakisema ni cheaper than burial. Kumzika mtu ni ghali, lakini kumchoma ni rahisi. Basi hiyo ndio hoja tu, yani ishakuwa sasa tayari watu wameamua kufuata mambo haya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sasa nini umuhimu wa kufuata dini? Akida yangu itakuwa sawa sawa, imani yangu itakuwa sawa sawa. Uislamu unatuambia nini juu ya kumzika mtu? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, tumeomba nyinyi kutokana na udongo. Wa fiha nu'idukum, na kwa udongo tutawarudisheni. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, na tutawafufueni kutoka katika udongo mara nyingine tena. Sasa udongo ndio unaokubaliana na miili yetu. Kuchoma si sawa sawa. Kuchoma ni barbaric act kuliko kumzika mtu. How can I sit there kuona eti mwili wa babangu umeingizwa katika moto, degree zake kali sana, ukiingia upande mmoja ukitoka wa pili ushakuwa majivu, na watu unaona hii ndio sawa sawa? Sasa Mwenyezi Mungu katika Qur'an anasema nini? Alam naj'alil ardha kifatan ahya'an wa amwata, je, hatukuifanya ardhi kuwa ni yenye kutosheleza, kuwatosheleza watu waliokuwa hai na hali kadhalika waliokufa? Hapa ndipo panapotakiwa kuzingatiwa kwamba haiwezi ikaja wakati fulani ardhi ikawa haiwatoshelezi walio hai na wale waliokufa, bali tunamtocha yule anayechomwa baada ya kufa, na waliobakia hai vile vile wanakuwa wanatochwa, wanateswa kila wanapofikiria kwamba fulani kachomwa. Tazameni juzi kushinda jana, pametangazwa habari, kuna familia moja, mke na mume, mtoto wao mchanga alikufa. Baada ya kufa mtoto wakaamua kumchoma. Baada ya kumchoma wakaweka majivu katika garage. Wamesema majivu tutaweka, alafu ikifika wakati fulani tutaweza kwenda kuyatupa baharini. Kaingia mwizi kuingia ndani ya nyumba, katazama, unajua wanaweka ile majivu katika jagi, inaonekana zuri. Kaiba ile jagi, kumbe ndani kuna majivu ya mtoto yule. Jamaa wamekwenda kwenye vyombo vya habari, wanatangaza, jamaa, tunaomba majivu yetu mtuletee, yalikuwa ya mtoto wetu na tunaumia kuona kwamba haya hatunayo. Khurafat. Uislamu umekataza mambo haya. Sasa ndo tukasema kwa nini tuifuate dini? Sababu ya kwanza, inajenga fikra na akaid sahihi. Ya pili, dini inajenga misingi ya akhlaq. Kwa nini tufuate dini leo hii? Ni kwa sababu inajenga misingi ya akhlaqi, misingi ya tabia nzuri, misingi ya mwenendo mzuri, misingi ya kuamiliana na watu katika muamala wa sawa sawa. Dini tukiifuata itatujengea misingi ya akhlaqi. Mtu anaweza kusema, lakini mbona hawa Waislamu wenyewe tunawaambia wanafuata dini la hawana akhlaqi? Kama ni time watachelewa, kama ni ahadi watazivunja,
kama ni uongo watasema. Tunasema hivi kwamba hatuwezi tukaitazama dini kwa kumtazama mtu mmoja asiofuata dini. Hiyo sio criteria. Dini misingi yake imejengwa katika misingi ya akhlaq, kama alivyosema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq, hakika mimi nimetumwa kutimiza na kukamilisha tabia zilizokuwa nzuri. Sasa tukifata dini itatujengea misingi ya akhlaq. Utajiona kwamba wewe ni binadamu na yule unaamiliana naye ni binadamu. Muamala wako utakupelekea wewe uishi na mwenzako kama binadamu, kama alivyotufundisha Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam. Anasema binadamu kagawanyika katika sehemu mbili. Wa kwanza ni ndugu yako wa kiimani na wa pili ni mwenzako katika ubinadamu. Subhanallah, lau watu ungelizingatia maneno haya, ndugu yako katika imani au mwenzako katika ubinadamu. Hii ndio dini tulofundishwa, na tukitazama mtume wetu na maimamu ahlul bait, masahaba wema hali kadhalika, walikuwa kiamiliana sawa sawa na watu kwa sababu walifahamu dini. Kwa hiyo tukifuata dini itatujengea misingi hii. Inasikitisha leo kuona katika nchi ya Uingereza kuanzia jana usiku leo kwamba ndoa ya mume kwa mume, mke kwa mke tayari ishapitishwa na serikali imesha-approve kwamba watu wanaruhusiwa na ni haki ya binadamu wao kufanya masala haya. Misingi ya kiakhlaki kwa dini sahihi, Uislamu uko pale pale katika kusema kwamba hii si ndoa. Haiwezekani ikaitwa ndoa kwa sababu msingi huu sio wa Mwenyezi Mungu. Makanisa yalikuwa yakipigania kama Uislamu unavyopigania leo hii, lakini kwa sababu ya hiyo evolution katika Ukristo, leo hii mpaka mapadri wenyewe wanaruhusu masala haya, na wako tayari wengine wamesema tutakubali kufanyisha swala hili la kupitisha ndoa hizi katika makanisa. Wengine wachache wamesema la, tutaendelea kubakia pale pale katika msimamo wetu. Sasa misingi ya dini sahihi itaendelea kujengwa katika misingi ya akhlaki na haiwezi kuporomoka. Leo tazameni jamaa, wallahi kuna masikitisho makubwa. Yaani haya masikitiko yanatokana na vijana wetu wanaotoka katika nchi zetu za Afrika Mashariki wakaja kuishi hapo Uingereza, wakakosa kuwa na misingi ya kiakhlaki. Namna gani maadili yao yanavyoporomoka, wa kike na wa kiume. Ukimkuta mtoto kubakia dina la Kiislamu peke yake, lakini hana Uislamu chembe, na kuna watu wazima kina baba na kina mama ambao wanapigania mambo hayo ya maadili ya kuporomoka yazidi kuendelea. Kwa nini? Kwa sababu wameuachilia msingi wa dini. Alioshika msingi wa dini, popote atakapokwenda dini hii itapata kumwelekeza sawa sawa, kwa sababu inatufundisha misingi ya akhlaq. Sababu ya tatu, umuhimu wa kufuata dini ni kukuza uhusiano wa kijamii. Uhusiano wa kijamii ni kitu muhimu sana. Ikiwa mtu anayo dini na akaambatana nayo kama Uislamu unavyoeleza, maingiliano yake na wengine, wawe Waislamu wasiwe Waislamu, hayawezi yakampotosha mtu yule, bali siku zote watu watakuwa wakimwadmire, kuona kwamba wewe mbona tabia zako ziko tofauti na wengine? Mbona Muafrika wewe unatofautiana na Wajamaika wengine wengi? Kwa nini? Ni dini. Yule hana dini, wewe una dini. Kwanza unaogopwa vile, mtu anaona kama ni hebu nimguse labda nyuki ataniuma. Alafu akikuona mtu barabara anashangaa, kwa nini wewe unatofautiana na wale? Kwa sababu ya dini. Mahusiano yetu ya kijamii yanajengwa na msimamo wa kidini. Na ndio utaona tukikaa sisi na majirani siku ya kuhama wanasikitika. Sababu gani? Misingi yako wewe unamfikiria jirani yako, ndio dini inapokueleza. Kwa hiyo dini tusione kama ni kitu cha kuwekwa kwenye shelf, hakina faida, bali dini siku zote ni kitu chenye kutuletea umuhimu na kutuletea mafanikio kwetu sisi binafsi na hali kadhalika kwa watu wengine. Baada ya utangulizi huu, tuingie sasa katika mada yetu kuu, dalili za kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa tunazungumzia somo la tauhid. Kabla sijazungumza somo la tauhid, kuna maneno mawili muhimu lazima tukumbushane kidogo. Tumewahi kuyazungumza siku za nyuma na tuyarudie tena. Katika somo hili kuna maneno makubwa mawili yanayochukuliwa. La kwanza linaitwa tauhid,
la pili linaitwa aqaid. Tauhid na aqaid. Nini tofauti ya maneno haya? Tauhid ni somo linalohusiana na kumjua na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni mmoja. Ili ni tauhid. Aqaid ni somo linalozunguka katika itikadi zetu na imani zetu zinazofungamana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, zinazofungamana na mitume, zinazofungamana na maimamu, zinazofungamana na kiyama na kufufuliwa na mambo yote. Kwa hiyo tuliite itikadi. Baadhi ya Waislamu hulichukua somo la tauhid wakalifanya aqaid. Sasa wakalifinya lile somo. Lakini kumbe aqaid ni somo pana. Tukitaka kuwasomesha watoto wetu misingi ya imani, tuwafundishe somo la aqaid kwa sababu limekusanya mambo mengi. Aqaid ni mengi, mambo yake yanafungamana nayo. Somo la tauhid linafungamana na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumpwekeza na namna hiyo. Sasa kama mna Qur'ani tafsiri au misahafu, tazameni hizi aya zitazofuata. Kwanza tunazungumza dalili za kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna dalili tatu ambazo ni mashuhuri sana. Maulama wa aqaid, maulama wa tauhid wanazizungumza juu ya kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili ya kwanza inaitwa burhanun nidham au burhanun nadhm. Dalili ya kuwepo nidhamu katika hii dunia. Hii dalili ya kuwepo nidhamu katika hii dunia. Yani maana yake nini? Tukidefine dalili hii inasema, ushahidi huu au evidence hii inasema, ukitazama hii dunia utakuta kuna nidhamu, kuna system hii. Nidhamu hii haiwezi tu ikajileta yao yenyewe bila ya kuwepo yule aliyoileta nidhamu hii. Na hii nidhamu inatupelekea, baada ya kuijua hii system, tujue kwamba huyo aliyoileta ni munadhim na yeye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ya kwanza, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika surat Fussilat, sura ya 41 katika Qur'ani tukufu, katika aya 53, sura 41 aya 53, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatueleza habari ya dalili hii. Anasema bismillahir rahmanir rahim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi birabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Sanurihim ayatina, tutawaonyesha aya zetu, tutawaonyesha dalili zetu. Mwenyezi Mungu anasema sisi tutawaonyesha watu dalili zetu katika nchi za mbali na katika nafsi zao katika afaq na katika anfusihim. Afaq, nchi za mbali. Kiingereza wametumia neno horizons. Kiswahili kingine wanasema nini? Afaq, katika anga za mbali. Yani tutawaonyesha dalili za kuwepo Mwenyezi Mungu katika anga za mbali, wa fi anfusihim, na kwao wao wenyewe katika nafsi zao, hatta yatabayyana lahum, mpaka iwabainikie wao binadamu, annahu alhaq, kwamba haya ni kweli, ya kuwepo Mwenyezi Mungu ni kweli. Halafu Mwenyezi Mungu anauliza, awalam yakfi birabbika annahu ala kulli shay'in shahid, je, haikutoshi kwamba Mola wako ni shahidi wa kila kitu? Sasa tunauliza hizi ayat za Mwenyezi Mungu, hizi dalili za Mwenyezi Mungu katika afaq, horizon, ni zipi hizo? Tunazungumza dalili gani jamaa hapa? Dalili ya kuwepo nidhamu katika dunia. Sasa tazameni katika mambo ya science. Science inatuambia jua ndio sayari kubwa ambayo iko katikati, inayozungukwa na sayari nyingine zozote. Sayari Kiswahili ni planets. Jua linazunguka katika orbit yake, muhimili wake.
Halafu sayari nyingine zote Mercury, Venus, Earth na Jupiter na nyinginezo zinazunguka katika orbits zake kulizunguka jua, na mahali ilipo moja na nyingine hazigongani, kila moja inakwenda katika njia iliyowekewa sawa sawa. Na sisi tukiendesha magari yetu, uko kwenye lane yako, ukifanya makosa ukatoka kwenda kushoto au kulia, unaweza ukafanya accident. Kwa hiyo keep on your lane. Unachagua mahala pale unapoendesha. Mwenyezi Mungu katuumbia sayari hizi, anasema katika surati Yasin, la shamsu yanbaghi laha an tudrika alqamar wala al-lailu sabiqu an-nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Zote hizi haziingiliani, hazivukiani njia, zote zinakwenda katika njia zilizopangiwa. Mwenyezi Mungu anasema sanurihim ayatina, katika hii aya surat Fussilat, tutaonyesha dalili zetu. Sasa tunajiuliza swala, ya Allah, hii nidhamu imejiweka yenyewe au hii nidhamu kuna aloiweka hii nidhamu ikawa nidhamu hii iko katika mwelekeo wa namna hii? Kama imejiweka yenyewe hii nidhamu, basi hii nidhamu ina akili sana mpaka ikaja ikaamua jua liwe hapa, Mercury iwe pale, Venus pale, dunia pale, Jupiter hapa, Saturn pale na nyinginezo. Vipi hizi? Sasa sisi maulama wetu wanatuambia hii nidhamu hii, huyo aliiweka ndio alopanga nidhamu, na yeye ndio Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili ya kwanza hii. Na katika hii Qur'ani tena, turudi katika suratul Baqara, sura ya pili aya ya 164. Tutazame Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasemaje hapa katika sura hii. Sura al-Baqara aya ya 164, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, afwan 163, Bismillahir Rahmanir Rahim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar. Hapa msahafu natumia huko nimeandika 64. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'u an-nas wama anzala Allahu minas samai mimma fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabba wa tasrifi ar-riyah was-sahabi al-musakhkhari bayna as-samai wal-ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Subhanallah, Mwenyezi Mungu anasema hakika katika kuumbwa kwa mbingu na ardhi na mabadiliko ya usiku na mchana na vyombo ambavyo hupita katika bahari pamoja na venye kuwafaa watu na maji aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu kutoka mawinguni akaihuisha kwayo ardhi baada ya kufa kwake, na humo akaeneza kila aina ya wanyama na mabadiliko ya pepo na mawingu yanayoamrishwa kati ya mbingu na ardhi, bila shaka katika haya kuna dalili kwa watu wenye kuzingatia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, msifikirie tu kwamba upepo basi tu unavuma kutoka huku kenda kule, mawingu yakajikusanya tu yo yenyewe, mvua ikaanza kunyesha, meli zikasafiri katika bahari na wanyama wakapatikana kila mahala, yani mamba akae katika mito, nyangumi akae katika bahari na chura akae huku na kule. Haya yote yani yamepatikana tu basi namna hii. Mwenyezi Mungu anasema kuna dalili kwa watu, lakini watu gani? Liqaumin ya'qilun, kwa watu wenye akili ndio watajua kwamba hii dalili hapa, kuna dalili hii ni dalili ya kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tukitazama masuala haya, tuchukue kidogo tu swala la mvua. Mvua jamaa, hivi karibuni kuna mtaalamu mmoja wa mambo ya science anasema zingatieni mvua. Hii mvua inapotoka huko juu huwa ni mabonge ya matone ya maji ambayo yanakuja kwa spidi kali kutoka juu kwenye mawingu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jinsi alivyoyaumba
yakija yanakuja kwa uwiano fulani, hata yakimwangukia mtu kichwani hayamuumizi. Ingelikuwa si mpango wa Allah subhanahu wa ta'ala huwa aliopanga, ikaanguka mvua na maji yale yakawa uzito wake ni mkubwa, sisi vichwa vyetu vyote vingepondwapondwa, sio kama tungelibakia. Na anayateremsha Mwenyezi Mungu maji haya katika ardhi ili ipate kuhuisha nini? Mimea. Mimea ile mara nyingine huwa imeshachipua, maji yakija kaanguka katika ardhi huisha, yakawa ile mimea sasa ndio inastawi sawa sawa. Yangelikuja kwa kasi, haina ule uwiano alioweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mazao yote yangelipata kuharibika. Sasa Mwenyezi Mungu anasema zingatieni haya. Kuna dalili kwa watu wenye akili kwamba hii ni moja katika dalili ambazo zinazotumika za kueleza kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo. Hakuna mambo yanayopatikana sudfa, bali hii ni mipango ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii dalili ya kwanza inayoitwa burhanun nadhmi au an-nidham, dalili ya kuonyesha kwamba katika dunia kuna system aliyoiweka Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hii system hii tukizingatia itatupelekea kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dalili ya pili inaitwa burhan al-huduth. Burhanul huduth, dalili ya kuzingatia kila kilichopatikana, kila kitu kilichopo, kila kitu ambacho kinaishi katika hii dunia, basi yupo aliyekiumba, yupo aliyokianzisha, naye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na dalili hii inapatikana kwa akili, dalili hii inapatikana katika Qur'ani, na dalili hii iko katika sunna, hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hebu tutazame kidogo katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasemaje katika suratul An'am. Sura Al-An'am ni sura ya 6 katika aya ya 101. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii ya 101 suratul An'am anatueleza juu ya dalili ya kuwepo kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Bismillahir Rahmanir Rahim. Mia moja na moja suratul An'am. Inasema badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bikulli shay'in alim. Ndivyo ilivyosomeka hivyo? Ni 101. Sawa. Sasa badi'us samawati wal ard, muumbaji wa mbingu na ardhi. Nani huyo? Ni Allah. Anna yakunu lahu walad, inawezekanaje awe na mtoto? Walam takul lahu sahiba, na hali hana mke. Wa khalaqa kulla shay, na ameumba kila kitu. Wa huwa bikulli shay'in alim, naye ni mjuzi wa vitu vyote. Sasa aya hii inatutaka tuzingatie kitu kimoja, kwamba Mwenyezi Mungu ni badi'us samawati wal ardh. Yeye ndo mwanzilishi, aloanzisha mbingu na ardhi. Na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana mtoto. Kwa sababu ya kuwa yeye hana mtoto ni kwamba hana mke. Mwenye mke ndio anaweza kupata mtoto. Mwenyezi Mungu hana mke mpaka awe na mtoto, bali yeye kaumba kila kitu. Na katika suratul insani, suratul dahra, sura hal ata ala al-insani hinu min ad-dari lam yakun shay'an madhkura, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuuliza katika aya ya kwanza, au anasema hal ata ala al-insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Je, haukumpitikia mtu wakati fulani katika maisha yake hakuwa kitu chochote chenye kutajwa? Sasa suala hapo tunazungumza katika dalili, evidence ya pili, kwamba huwezi ukapata kitu kikawa kina exist
bila ya kuwa na yule aliyekifanya kikaexist. Huwezi ukawa na kitu kikawa kipo bila ya kukuwa na yule aliyekifanya kiwepo. Hauwezi ukawa na kitu kinachoitwa kiumbe bila ya kuwa na muumbaji, na muumbaji ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapigiwa kisa hapa kwamba mtu mmoja siku moja alikwenda kwa Imam Ali bin Musa Ridha alayhi salam, imamu wa 8. Alipofika akamwambia, ya ibna Rasulillah, ewe mjukuu wa Mtume, madalilu ala hadathi alalam, kuna dalili gani wewe kwamba huu ulimwengu umeumbwa? Una dalili unaweza kunipa kwamba ulimwengu umeumbwa? Kwa sababu mimi nikitazama naona kama ulimwengu ulikuweko siku zote, upo tu. Faqala alayhi salam, Imam Ridha alayhi salam akamwambia, anta lam takun thumma kunta, wewe unaisema ulimwengu huu ulikuweko siku zote, kuna wakati wewe haukuwepo lakini baadaye ukawepo. Kuna wakati wewe ulikuwa hujulikani lakini sasa unajulikana, ni binadamu huko. Waqad alimta, na wewe unajua, annaka lam tukawwin nafsak, wewe hukujiumba wewe mwenyewe, wewe hukujitengeneza mwenyewe, hukuwepo kisha ukawepo, na hukukuwepo kwako wewe kujiumba wewe mwenyewe. Wala kawanaka man huwa mithluk, wala hakukuumba wewe yule ambaye anafanana na wewe. Kamaliza. Naambia wewe ukisema huu ulimwengu yani ulikuwepo siku zote, mimi nakwambia la, haukuwepo. Huu ulimwengu umeumbwa kama ambavyo wewe pia umeumbwa. Ulikuweko wakati fulani, hukuweko kisha ukapatikana, na kuweko kwako wewe haukupatikana wewe kwa sababu umeumbwa na mtu mwingine, kwa sababu kama angekuumba mwingine na huyo naye pia kuna wakati alikuwa hayuko, bali nyinyi wote mmeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ameumba huu ulimwengu ambao kuna wakati haukuwepo. Kwa hiyo hii ni dalili ya kuonyesha kwamba ulimwengu huu umeumbwa. Hii wanaita burhanul huduth, kama tulivyosema, dalili ya kuthibitisha kuwa vitu vilikuwa havipo kisha Mwenyezi Mungu akaviumba vikapatikana. Dalili ya tatu inaitwa burhan al-imkan. Burhan al-imkan, dalili ya kuyumkini au kumakinika au kuyumkinika. Maanake nini? Possibility. Hii ni dalili, ushahidi wa kuwa vitu vilivyopo kuna possibility ya kuwepo kwa vitu, dalili ya kuwepo kwa vitu ambavyo kuwepo huku kunatokana na kuwezekana, kuyumkini au kuyumkinika. Sasa hii dalili inazungumza kwamba ukitazama katika hii dunia kuna vitu vya aina tatu. Katika lugha ya Kiarabu wanaita mumkinul wujud, mumtani'ul wujud na wajibul wujud. Mumkinul wujud, kuwepo kwa kitu, kuyumkinika kuwepo kwa kitu, possible existence. Yani chupa inawezekana ikawepo kwa sababu imetengenezwa na mtu, inawezekana, hiyo inaitwa possible. Halafu ya pili, mumtani'ul wujud, haiyumkiniki kuwepo kwa baadhi ya vitu katika hii dunia, havipo. Kwa mfano, kupatikana mshirika wa Mwenyezi Mungu, hana mshirika, la sharika lahu, Mwenyezi Mungu hana mshirika. Ile ni impossible existence, kwamba kuwepo kwa mwingine anaitwa Mungu mwingine, haiwezekani. Ya tatu ni wajibul wujud, kuwepo kwa yule ambaye ndiye mwenye kukifanya kila kitu kikawa kipo, yeye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwepo kwake yeye ni wajib, kuwepo kwake ni wajibul wujud. Sasa tukishafahamu hivyo, tuzingatie masala haya. Mimi ambaye binadamu, mimi na wewe, sisi ni mumkinul wujud. Kuwepo kwetu ni kuwepo kwa kuwezekana. Kama mimi ni mumkinul wujud, nijiulize swala moja: je, mimi nimejileta mimi katika hii dunia au la? Jawabu ni la, sijajileta mimi, bali nimeletwa, nimeumbwa. Kama ni hivyo,
kila kingine chochote ambacho kiko ambacho kinawezekana kuwepo kimekuwepo baada ya kufanywa kiwepo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile vinawezekana vikaondoka. Aliyevifanya viwepo ni Allah, yeye ndio wajibul wujud. Kuwepo kwake yeye ni kuwepo kwa lazima awepo, na ndio maana tukasema Mwenyezi Mungu yupo. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani ana aya moja ambayo anatutaka tuizingatie katika Surat Fatir. Surat Fatir ni sura ya 35 katika Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura hii katika aya 15 anasema hivi: Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas, enyi watu. Aya 15, antumul fuqara'u ila Allah, nyinyi ndio wenye haja na Mwenyezi Mungu, nyinyi ndio wenye kumhitajia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu huwa al-Ghaniyyu al-Hamid, na Mwenyezi Mungu yeye ndiye mkwasi mwenye kusifiwa. Ya ayuhan nas, enyi watu, antumul fuqara'u ila Allah, nyinyi ndio mnamhitajia Allah, nyinyi ndio mafakiri. Wallahu huwa al-Ghaniyyu, Allah yeye ni mkwasi, hahitaji kwenu wala hahitaji chochote, na yeye ndiyo al-Hamid, ndiye mwenye kusifiwa. Hii aya inatutaka tuzingatie kitu kimoja, kwamba tunaposema kuwepo kwetu sisi kunamtegemea Mwenyezi Mungu ambaye ni wajibul wujud, manake sisi ni mafakiri. Tazama leo hii tukikaa, mara tumepungukiwa kitu fulani, unaanza kumuita ya Allah. Ikiwa tumeshajitosheleza, tunasahau kumtaja ya Allah. Tukiwa tumeshapungukiwa na kila kitu, itaanza ya Allah. Mwenyezi Mungu anasema ndiyo katika Qur'ani, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, binadamu huvuka mipaka pindi anapojiona ameshajitosheleza mwenyewe. Sasa sisi tunamhitajia Allah kwa sababu yeye ndiye kuwepo kwake ni kwa wajib, lakini yeye hatuhitaji sisi. Baada ya kuyajua haya yote, haya yanatupelekea katika kujua hizi dalili ambazo nimezitaja kwa haraka hapa, nikitaraji Abu Jaafar inshallah Sheikh wetu naye atapata kuziongezea na kuzifafanua zaidi, tukapata kuzifahamu vizuri. Naishia katika somo langu la leo na aina za tauhid, kwa sababu tunazungumza sasa somo la tauhid, kwamba somo hili la tauhidi ni muhimu sana. Kwa haraka nitazitaja kwamba ziko aina 5 za tauhid, ambazo hizi 5 tukishazijua sawa sawa, itakuwa imani yetu iko thabit, imani yetu haitetereki. Tauhidi hizi za aina 5 ni muhimu kila mmoja miongoni mwetu azijue. Tauhidi ya kwanza inaitwa at-tauhidu dhat, at-tauhidu fi dhat, tauhid katika dhati ya Mwenyezi Mungu. Hapa napenda niseme kitu kimoja. Kuna baadhi ya watu huja wakawatuhumu wafuasi wa Ahlul Bait kwamba hawa Mungu wao sio kama Mungu wengine, hawa imani yao inatetereka katika masala ya aqaid. Lakini nasema wallahi thumma wallahi, hakuna wanaojua aqaid na tauhid kama wafuasi wa Ahlul Bait alayhimus salam. Hakuna anayejua tauhid kama Imam Ali bin Abi Talib, aliyokuwa mfuasi barabara wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na yeye kaijua hivyo kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaifundisha tauhid sawa sawa. Na wanaoitwa wafuasi wa Ahlul Bait wanawafuata maimamu wa Ahlul Bait kurudi mpaka kwa Imam Ali, imamu wa kwanza, kurejea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi tauhidi 5 mtu akizijua hawezi kutetereka. Ya kwanza, at-tauhidu fi dhat, kwamba dhati ya Mwenyezi Mungu ni moja. Dhati hii ya Mwenyezi Mungu haijagawanyika katika vigawanyo mbalimbali. Yeye ni Allah na ni Allah katika asli, wala ile Allah haigawanyiki katika sehemu 2 au 3 au 4. Ni Allah, ni Allah, dhati yake ni moja. Tunaposema Allah, huyu Allah ndio huyo Allah fi samai wa fil ardi wa fi kulli makan. Mwenyezi Mungu ndio huyo kila mahala, wala hawezi ikawa sijui siku ya kiyama mguu wake atautumbukiza katika moto
au wateremke katika ngazi au wafanye hivi. La, dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala haiwezi kamithilishwa na kitu chochote. Qul huwa Allahu ahad, dhati ya Allah, sema yeye Allah ni mmoja. Allahu samad, Allah ndiye mwenye kutegemewa, ndiyo mwenye kurejelewa. Lam yalid walam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, wala hana yoyote wala chochote kinachofanana na Allah, kwa sababu dhati yake ni ya kiungu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni tauhidi, lazima tuijue hivyo. Asije mtu akaja akakwambia hebu naambie Mwenyezi Mungu anafanana na kitu gani. Usibabaike, mwambie walam yakul lahu kufuwan ahad. Si Qur'ani ndio inavyozungumza. Kwa hiyo hafanani na chochote. Mwenyezi Mungu sio kama jua wala sio kama mwezi wala sio kama sijui hichi na kile. Hakuna kitu kama hicho. Mwenyezi Mungu dhati yake ni moja, wala haijagawanyika, na wala hahitaji kuunganishwa na hiki na kile, ikawa material hizi zimefanywa zikawa pamoja ndio akaitwa Allah. Hiyo hakuna, sababu dhati yake ni moja. At-tauhidu fi dhat. Ya pili, at-tauhidu fi sifat. At-tauhidu fi sifat ni sisi kuamini tauhidi inayofungamana na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa zake Allah ni kamili, kamilifu, hazina upungufu. Sifa za Allah, yeye ni al-Khaliq, ameumba. Yeye ni ar-Razik, ndio mwenye kuruzuku. Ash-Shafi, mwenye kuponya. Yeye ni al-Muhyi, mwenye kutoa uhai. Al-Mumit, mwenye kufisha. Mwenyezi Mungu ni al-Qadir, muweza. Na sifa zote ambazo zinaambatana na Allah, hizi sifa sisi tunaziamini kwamba Mwenyezi Mungu sifa zake hizi ni zake yeye, wala hakuna mtu anaweza akalinganishwa katika sifa hizi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo, binadamu anaweza akawa na sifa ya ukarimu, akaitwa fulani ni karimu, lakini al-akramu huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu fulani anaweza akawa ni mwadilifu, lakini al-a'dalu huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uadilifu wa mwisho kabisa ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu zile sifa zake zote ni kamili, na hizi sifa tukizijua maisha yetu hayawezi yakatetereka, kwa sababu Mwenyezi Mungu ambaye ndio Ghani, anempa utajiri anayemtaka, anaweza kanifanya mimi nikawa tajiri na anaweza kanifanya mimi nikawa maskini. Hachukui sifa hii mtu mwingine ikawa sifa hii kaitoa Mwenyezi Mungu akampa mwingine na yeye akawa hanayo. Hasha lillah, Mwenyezi Mungu ni mkamilifu katika sifa zake. Iwe sisi hatuzijui hizo sifa, ndio tutatetereka katika imani yetu, lakini sifa zake ni kamili. Ya tatu, at-tauhidu fil khaliqiyya. Tauhid katika khaliqiyya, yani tauhid katika kuumba. Uumbaji wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni uumbaji wa aina yake. Kuna maneno mawili, kuna kuumba na kuna kuunda. Kuunda ni kutengeneza kitu kwa kutegemea material ya Mwenyezi Mungu. Kuunda ni kuchukua kitu kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu tukatengeneza kwa kitu kingine, tukafanya kitu kama meza mathalan. Tumechukua chuma, hadid ya Mwenyezi Mungu, mbao, khashab, miti katengeneza Mwenyezi Mungu, alafu tukapigilia misumari, chuma cha Mwenyezi Mungu na vitu vingine, ikatokea hii meza. Sisi tumeunda, lakini Mwenyezi Mungu ni Khaliq, yeye anaumba bila ya kutegemea raw material ya kitu kingine. Innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Yeye ni kun fayakun. Sasa ile kun fayakun khaliqia, uumbaji wake Mwenyezi Mungu umekamilika. Anaumba yakhluqu ma yasha, anaumba kile anachokitaka yeye mwenyewe, anamuumba yule anayemtaka mwenyewe. Mkitazama katika wanyama wa Mwenyezi Mungu aliowaumba, subhanallah, ile ni science peke yake inatutosha sisi tukamfahamu kama Mwenyezi Mungu ni al-Khaliq. Wako katika wanyama wenye kutembea kwa matumbo yao, wako wenye kutembea kwa miguu minne, wako wenye kutembea kwa miguu mingi sana hata hisabiki mingine, na wako wengine wenye kutembea kwa miguu miwili hawaanguki. Wale wa minne wakibakiwa na miwili wataanguka, hao wenye miwili wanatembea hawaanguki. Huu ndio uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Mwenyezi Mungu, tauhid katika khaliqiyya, tukishaijua hivyo tutajua kwamba hii dunia haijapatikana hivi tu, bali imeumbwa na muumbaji
ambaye mwenye kujua viwango vyake au makadirio yake katika kuumba sawa sawa. Ya nne, at-tauhid fi rububiyya, tauhid katika ar-rububiyya. Rububiyya linatokana na neno rabb. Rabb ni uola, tauhid katika ule uola wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba sisi tunamwabudu Mwenyezi Mungu ambaye ni Mola, Mola wetu. Na Mola Rabbu ni yule anayekitoa kitu kikawa kitu kile kinahitajia Mwenyezi Mungu, akakitazama kabla hajakiumba, akakitazama wakati akikiumba, akakitazama kikiendelea kukua baada ya kuumbwa, na akaendelea kukitazama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata baada ya kuumbwa. Huyu ndio Rabb, Mola mlezi. Mlezi ni yule anaelea. Malezi ya Allah hayatofautiani na mzazi yoyote. Sasa sisi tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu katika tauhidi yake ar-rububiyya, kwamba Rabbuna huwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada, amekipa kila kitu maumbile yake kisha akakiongoza kiendelee namna hii. Hii ni tauhidi ya 4. Na ya 5 na ya mwisho, at-tauhidu fil ibada, tauhid katika ibada. Ibada maana yake nini? Kila ibada tunaoifanya sisi tunamfanyia nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu, wewe tu ndiye tunayekuabudu, hatumwabudu mwingine yoyote. Sasa hizi porojo za jamaa wakija wakizungumza mazungumzo ya barazani huko, sijui wao mashia wanaabudu makaburi na nini, naambia la, sisi tuna tauhid fil ibada bwana. Tunayemwabudu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake, hatumshirikishi na chochote, kwa sababu tunajua maana ibada. Mukhlisina lahu din, sisi tunamsafia dini yetu yeye peke yake, wala hatumwabudu mwingine yoyote, hatumshirikishi mwingine yoyote na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizi jamaa tauhidi hizi 5 zina mapana na marefu, lakini leo kwa kuwa ni muhadhara wetu wa kwanza tutazitaja tu kama hivyo tulivyozipitia kijuujuu. Katika mihadhara ijayo inshallah tutapata kuzungumza kwa mapana na marefu, lakini tukirudia kwamba kuna aina 5 za tauhid. Ya kwanza ni at-tauhid fi dhat, tauhid katika dhati ya Mwenyezi Mungu. Tunaamini kwamba dhati ya Mwenyezi Mungu ni moja. At-tauhid fi sifat, tunaamini kwamba sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni za ukamilifu, na sisi tunampwekesha Mwenyezi Mungu katika sifa zake. At-tauhid fil khaliqiyya, tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu tauhidi yake inapatikana katika uumbaji wake na yeye peke yake ndio muumba. At-tauhid fi rububiyya, tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio Rabb, na yeye tunamwabudu tukiamini kwamba ndio Mola mlezi peke yake. At-tauhid fil ibada, na ibada zetu tunazifanya kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye peke yake, tukimsafia nia. Hizi tauhidi zote hizi ndizo zinazotupelekea sisi tukawa ni muwahidina, la ilaha illa Allah, tukiabudu kwamba Mwenyezi Mungu hakuna mwingine anayestahiki kuabudiwa kwa sifa hizi tulizozitaja, na yeye ndo alomtuma mtume wake Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Mpaka hapa takuwa nimeishia mazungumzo yangu, nikitaraji insha Allah baada ya mazungumzo kama kukiwa na maswali tutapata kuyajibu baada ya kumsikiza Sheikh wetu Abu Jaafar, na tunamkaribisha baada salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Abul Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamani, tunashukuru kwa kunikaribisha, na Sheikh naona amemaliza kila kitu hapa, mimi sina cha kuongeza, lakini nilimnukuu yeye hapa alipokuwa anazungumza. Kwanza alizungumza habari ya dini inajenga fikra sahihi. Nilipokuwa nimekuja pale kama sikupata ile ya mwanzo. Alafu akasema dini inajenga misingi ya akhlaqi. Napenda kutanua zaidi tu kwamba Mwenyezi Mungu
alipoleta dini, kaleta dini ambayo kwa lugha ya Kiingereza ni compatible na asili zetu na nature zetu na maumbile yetu. Ukisoma katika surati Rum sura 30 na aya 30 inasema fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah, yani Mungu kamuumba mwanadamu katika fitra yake, hakumpa fitra ambayo sio yake. Labda alimpa fitra ya mnyama, farasi au ya ngamia au kitu kingine. Kaomba dini kwa mujibu wa maumbile yake mwanadamu. Kwa hivyo dini si kitu kwamba ni mzigo kama watu wanavyofikiria. Kwa hivyo aliposema Sheikh kwamba hakuna tabu ya labda watu wazikwe katika ardhi badala ya kuchomwa, au labda tuwe na invention nyingine ambazo Mwenyezi Mungu hakuzitia katika nafsi zetu. Kwa hivyo dini inakubaliana na fitra ambayo Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu. Kisha akasema dini inajenga misingi ya akhlaqi. Bwana Mtume kasema kwamba la dina liman la akhlaqa lahu. Hakuna dini ikiwa wewe una akhlaq. Unapimwa kwa mujibu wa akhlaqi zako, dini yako, na namna unavyofanya muamala na watu wengine. Na mara nyingi katika hadithi nyingine Mtume anasema ukitaka kujua mtu ana dini kiasi gani, tazama namna anavyodeal na mtu wako wa karibu zaidi, mke wake, watoto wake. Ona, hiyo ni measurement nyingine. Unadeal vipi na mke wako, unadeal vipi na watu wako wa karibu. Halafu ilo swala la kutaka mwanadamu avumbue mwake mwingine wanaita wenyewe ni progressions. Kanisa na kama Sheikh alivyoeleza na watu wengine wanahisi kwamba labda sheria za dini ni too old, haziko compatible na mazingira ya sasa hivi. Kwa hivyo wao naamini kwenye progression kwamba lazima kuwe na amendment, kuwe na vitu vingine ambavyo ni up to date. Lakini Qur'ani ni kitabu ambacho katika kila zama kina fit. Haiwezekani hukumu zake zika expire. Alafu akazungumzia swala la umuhimu wa kufuata dini katika kukuza mahusiano ya jamii. Nitatoa mfano kidogo tu, mfano haya ambao ulitokezea labda hata mwaka mmoja hujafika Leicester. Kuna jamaa yetu mmoja, mtu wa East Africa, alioa mwanamke wa kizungu, na wale wazee wa yule mwanamke ambaye ni mzungu wakataka kujua namna gani mtoto wao anakwenda kuolewa na family ya Kiislamu ambayo ni ngeni kwa Waislamu, hawajui. Wakaja katika harusi, wakaona namna ya wale wanawake wa Kiislamu na wanaume wa Kiislamu walivyoifanya ile harusi. Basi family nzima yule mwanamke walitamka shahada siku hiyo. Yani waliona namna gani mtoto wao anapokwenda kupendwa na alipokuwa ameshirikishwa na watu wale walipokuwa. Yani hii ni kitu ilikuwa ni badala ya kuwa ni harusi kwa watu wanalia kwa furaha siku ile. Kwa hivyo hii ni kitu kama Sheikh alivyosema, ni kitu ambacho ni tangible. Dini ya Kiislamu ni tangible na tangibility ndani yake. Hakuna vitu vya kubahatisha. Na nukta nyingine Sheikh alizungumza dalili za kuwepo Allah, alizungumzia zile dalili tatu zile, burhanul nidham ambazo nimezinakili hapa, na burhanul huduth na burhanul imkan. Hii ni bahari ndefu sana, basi kwenye vitabu maulama wamezungumza sana kuhusu burhanul nidham. Labda kwa lugha ya Kiingereza kwa vijana, hii burhan nidham labda inaweza kuwa kutanuliwa kusema ni purposeful, complete and perfect system. Hakuna evolution ambayo haina purpose, kama walivyokuwa wanasema Lamarck na Darwin, au kama wanavyosema katika subject kama hizo. Lakini evolution iliyoko katika Uislamu ni purposeful, ina madhumuni hasa, inalenga kwenye nukta fulani. Halafu ni complete, haishii tu kwenye wanyama fulani wakati tena kuna nini, kuna kwa blocked, hawajui baada ya mnyama ule alitokezea mnyama gani mpaka akaja binadamu. Maana kuna Darwin alishindwa kujua kama kweli mwanadamu ana uhusiano na chimpanze au hana. Unaona? Kwa hiyo kunakuwa hakuna link katika evolution yao. Lakini evolution ya Kiislamu anasema wallahu waqad khalaqakum atwara. Mwenyezi Mungu amekuumbeni atwara, tawran ba'da tawr, stage after stage. Tunakubali evolution sisi Waislamu. Qur'ani inakubali na inaendorse evolution. Lakini hii evolution hii ni purposeful na meaningful na iko katika system ya hiyo burhanul nidham. Hatuna wakati wa kuzungumza zaidi habari ya evolution hapa ambayo inakubali na Uislamu, lakini hiyo ni katika burhanul nidham. Kama Sheikh alivyozungumza hiyo aya ya sura ya 41 aya 53, sanurihim ayatina
fil afaq. Afaq pia nafasiriwa afaq, future, sehemu za future, wachilia mbali horizon au kwenye space, lakini afaq pia ni future, siku za mbele. Nitakupigieni mfano. Kwa mfano, light kama ungeisoma aya inaosema wa man arada Allahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam wa man arada Allahu an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu ila as-sama. Sasa ukisoma aya hii pengine labda 200 years pengine watu wasingeifahamu kama tunavyoifahamu leo, kwa sababu aya inazungumza mwenye kutaka Mwenyezi Mungu kumuongoa anafanya kifua chake kikakunjuka kikaongoka kwenda kwenye Uislamu, lakini anayetaka kumpotoa anafanya kifua chake ni dhayikan, inakuwa ni kama kimejibana, kimejifinya kile dhayikan, harajan, na kina pukutika Kiswahili cha kwetu pwani, yani kama punzi hapati kuvuta vizuri, akivuta na hema hapati kuvuta punzi vizuri. Kalladhi yas'adu ila sama, kama yule ambaye anapanda kwenda mbinguni. Sasa kaanna yas'adu ila sama. Kwa hivyo miaka 200 au 100 iliyopita, kabla ya Yuri Gagarin kujaribu kwenda kwenye space, watu walikuwa hawajui kwamba ukipanda kwenda mbinguni labda unakukutika, huwezi kupata oxygen. Wakachukua oxygen ili wasipate matatizo hayo ya kuvuta punzi. Sasa leo ndio tunafahamu kwamba juu kule hakuna oxygen, lazima uchukue oxygen. Unaona? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatupigia mfano, kama wewe unataka kukupotoa, anakupa dhiki ya kifua, kama kwamba unapanda kwenda mbinguni, upate oxygen utakufa, unapapatika. Unaona? Yaani huo ni mfano tu kuonesha kwamba Uislamu elimu yake itapatikana future katika afaq wa fi anfusihim, na katika nafsi zao wenyewe wanadamu, katika nafsi zao. Leo tunajua habari ya genes, sijui Y chromosome, I don't know, X chromosomes, kwa hatujui. Lakini katika nafsi yetu tunajua kwamba mwanamume una chromosome za kike, una chromosome za kiume. Unaotizama wanaume, unaona kama ni masculine, hii sio masculine. Unazo chromosome za kike na unazo chromosome za kiume. Unaona? Kwa hivyo wapia mpusi mtu kwa hatujui. Lakini leo tunajua mwanamume akijiona kwamba ni mwanamume tu, hauhusiani na mwanamke. Unaona? Na hizo chromosome za kike zina play greatest role, wanasema na sayansi hivi sasa, katika kufanya wewe mwanamume thabiti. Ajabu sana. Ajabu sana. Unaona? Hata yatabayana lahum, mpaka iwabainishia annahu alhaq, kwamba hiyo ni haki. Alafu aya inamalizia kwa kuuliza awalam yakfi birabbika ala anna Allah ala kulli shay'in qadir, kwa Mwenyezi Mungu ni muweza kila kitu, bila shaka anatosha. Halafu akasoma aya katika surati al-Baqara ambapo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma sana alipokuwa akimaliza kusali sala za usiku. Ibn Abbas katika hadithi alikuwa mara nyingine alikuwa akimtembelea Bwana Mtume kwa mtoto mdogo, na akilala katika nyumba Bwana Mtume anatusimulia. Huyo ndio first journalism, bwana, journalism mzuri sana azungumza katika hadithi. Asema alilala katika chumba cha Mtume, ilipofika alfajiri akamkuta Bwana Mtume kashuka katika kitanda chake, katandika msala wake, akawa anasali. Yeye alikuwa anamtazama mtoto mdogo, anamtazama Bwana Mtume. Kwa anatusimulia alipomaliza kusali sala yake tahajjud, sio tarawih, ana tahajjud. Kwa hivyo Ibn Abbas kamtazama Mtume, akakaa kitako, akawa anasoma aya hii, inna fi khalqi samawati wal ardh wa ikhtilafi al-layli wan nahar. Akawa anaisoma aya hii, anaikariri, na huku machozi yanamtoka Bwana Mtume. Kwa hivyo ina maana Bwana Mtume alikuwa anazingatia hiyo burhanu nidhamu, namna gani Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na ardhi, namna gani kaumba ardhi na mbingu, namna gani kaeleza hiyo mchana na usiku unapopishana na kila kitu. Na ukisoma Nahjul Balagha, Amirul Mu'minin alayhi salam anaeleza namna gani Mwenyezi Mungu kaumba mbingu na ardhi, jalla jalaluhu, subhanallah. Anaeleza vipi hizo mbingu zimeumbwa. Kwa mara ya mwanzo Imam Ali anasema mbingu zimeumbwa kwa maji, kuonesha kwamba kila kitu kimeumbwa kwa maji. Anazungumza maji yalivyo evaporate na kila kitu, kenda utaona katika Nahjul Balagha. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo ni burhanu nidhamu kama Sheikh alivyoisema. Halafu
akazungumzia habari ya mvua, namna gani mvua yanatoka matoni makubwa kama jabali. Na ni kweli wanasayansi wanatuambia hivyo kwamba yanakuja matoni kama jabali yanaanguka, lakini kuna machungio kwa Kiswahili, sijui mna Waswahili mnafahamu neno haya. Kwa Kiingereza itakuwa kama kuna nahitaji siphon filter, kuna filter inachuja, na Mungu mwenyewe hakuachia.